Naam, somo letu linaendelea kuhusiana na zile siri tano ambazo mimi binafsi zimenisaidia katika ndoa yangu. Nilizungumzia siri namba moja, namba mbili, na kwa leo sasa nitazungumzia siri ya tatu. Siri ya tatu bwana, ambayo mimi nimeiona imenisaidia katika ndoa yangu, na kimsingi si katika ndoa yangu tu, ni katika ndoa za watu walio wengi. Wanapozingatia haya, basi ndoa zao zinadumu. Siri hii ya tatu ni wanandoa kuepuka ubinafsi. Wanandoa kuepuka ubinafsi. Ubinafsi bwana, kwa lugha nyepesi, ni ile hali ya mwanandoa kusema hiki ni changu, hiki ni changu, hiki ni changu, hili ni langu, hii ni yangu. Yaani kila kitu kinakuwa mikononi mwake. Na si kwa mikononi mwake tu, hata katika matamshi. Ile hali ya kupenda kusema hivyo, kumiliki, kutawala. Naona ni sumu katika ndoa. Ni sumu katika ndoa kwa sababu inatengeneza mazingira kwamba kuna mtu fulani ambaye hana lake. Kuna mtu fulani ambaye hahusiki katika umiliki wa rasilimali fulani katika ndoa. Ni mazingira ya ubinafsi. Hii nguo ni yangu, simu hii ni yangu. Naona mali hii ni yangu, ili ni gari langu, pikipiki yangu, mali zangu, viwanja vyangu, nyumba yangu, watoto wangu. Kwa yote hayo ni mazingira ambayo unaweza kuyachukulia ya kawaida, lakini sio ya kawaida. Katika ndoa ni sumu sana. Ni sumu sana kwa sababu kwenye ndoa tunasema kwamba nyote ni wamiliki, nyote ni wahusika katika kumiliki rasilimali mlizo nazo. Nyote ni wahusika katika kumiliki watoto. Naona nyote ni wahusika katika kumiliki zile baraka ambazo Mungu amewapatia. Naona nyote ni wamiliki. Sasa ubinafsi katika ndoa ni hatari sana. Ni hatari sana. Nyote ni wamiliki katika kumiliki hata simu ya mkono, simu ya mkononi. Kwa hiyo katika ndoa hakuna ya kwamba hii ni yangu, usiguse. Naona hii simu yangu, nani kagusa simu yangu hii? Yule ni mwanamume naye anasema, nani kagusa simu yangu? Simu yangu usiguse. Siguse, sitaki mtu kugusa simu yangu hii hapa. Naye mwanamke anasema, basi na mimi sitaki simu yangu kuguswa na mtu yeyote hapa. Ninaposema hivi simaanishi kwamba hakuna utaratibu. Utaratibu unakuwepo. Utaratibu ni wa kawaida. Katika ndoa utaratibu ni wa kawaida. Yaani lazima ukajiwekea utaratibu tu katika familia, katika ndoa ambao hauna madhara. Ambao hautengenezi mipaka, ambao hautengenezi makundi katika ndoa. Ambao hauleti hali fulani ya kutenga watoto, kutenga mali, kutenga vitu mbalimbali katika familia. Unanielewa? Ninachozungumzia hapa ndugu yangu, nazungumzia ubinafsi katika ndoa. Ndoa nyingi zimevunjika. Kwa sababu watu wanachukulia poa. Mambo madogo wanachukulia kama ni madogo, kumbe si madogo, ni makubwa. Katika ndoa hakuna jambo dogo. Kila linalojitokeza katika ndoa ni vizuri ukalichukulia kwamba sio dogo. Utalipima kwa viwango vya kawaida
kwamba ni dogo, lakini lina madhara, litakuwa na madhara na matokeo makubwa. Linakuwa na matokeo makubwa. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba usidharau jambo lote katika ndoa. Unaoliona kwamba ni lidogo, ni jambo dogo la kawaida hili, jambo dogo tu, hilo sio dogo. Kwa hiyo katika ndoa tunasema usidharau jambo lote lile ambalo limejitokeza, ambalo unaliona. Usidharau. Unaweza kusema hila ina shida tu, hila ina shida. Kumbe ina shida. Hebu kawaulize watu ambao ndoa zao zimekwisha kupata tatizo. Watakwambia. Kawaulize watu ambao tayari wamekwisha divorce, wamekwisha kutengana. Watakwambia. Watakwambia nini? Yaani mtu anaweza kukwambia jambo, issue fulani, story fulani ambayo ilisababisha watengane. Wewe ukaiona kama ni ndogo. Na kwa hali ya kawaida utaona ni ndogo. Yaani kiasi kwamba na wao walikwisha kutengana, wanafikia tu wanajiuliza. Yaani huyu anatafakari akiwa kule, yeye anatafakari akiwa upande mwingine, kwamba hili kweli ndio litufikisha hapa kweli? Jambo hili ndio limetufikisha hapa? Dogo hivi. Kumbe wakati ule walikuwa wanaona kama ni dogo. Wakati ule waliona kama ni dogo, kumbe si dogo. Kwa katika ndoa hakuna jambo dogo. Hakuna jambo dogo la kudharau, la kubeza. Nazungumzia roho ya ubinafsi. Roho ya ubinafsi katika ndoa ni hatari sana. Ni hatari sana. Nitolee mfano tu kidogo. Simu hizi za mkononi hizi. Simu za mkononi hizi ni nzuri, ni baraka. Maendeleo. Lakini pia pamoja na kwamba ni baraka, wengi wamezimisuse. Wengi wamezimisuse simu za mkononi, na waliozimisuse watu gani? Wanandoa hao, wanandoa wengi wamezimisuse na zimebomoa ndoa zao. Simu hizi. Just a simple things. Vitu vidogo tu vya kawaida. Vidogo vya kawaida, lakini vimeleta madhara sana katika ndoa nyingi. Naona. Tunachukulia kwamba hakuna shida. Kuna tatizo, ni jambo dogo hili. Halina madhara hili. Kumbe hilo lina madhara. Lina madhara makubwa. Naona. Labda mtu amepiga simu akazungumza na mwanamume, wewe mwanamume, tukakupigia simu tu kawaida, au tukapiga simu ukazungumza na mke wako. Sasa mtu anaweza akachukulia jambo dogo sana kwamba labda tuseme kwamba na aliyepiga simu namba ya simu mengine ni mpya katika simu ya mwenzako. Mengine ni mpya katika simu ya mwenzako. Sasa kwa sababu ni simu mpya, namba mpya, na kwa kweli kimsingi unaweza kukuta ni namba ambayo wala haina tatizo. Haina tatizo, ni mtu tu kawaida amepiga simu, lakini basi namba hiyo ilikuwa haijawa saved. Naona? Haijatunzwa katika simu. Sasa kitendo cha kukosa uwazi, kitendo cha kukosa transparency ndio uwazi huo. Na hicho ndio tusema ndicho ubinafsi huo. Labda mtu kachukua simu, kapokea simu hiyo, na katika mazingira ya ubinafsi. Sio katika mazingira ya uwazi. Simu yangu, nipe simu yangu nizungumze na simu hii, basi anazungumza na simu lakini bila mazingira ya uwazi. Unaona? Yeye anachukulia rahisi kwamba hakuna tatizo, hakuna shida. Kumbe huwezi kujua mwenzako kahisi nini. Unaona? Na kwa sababu tayari mshajenga msingi huo wa kwamba simu yangu hakuna mtu wa kuigusa. Simu yangu hakuna mtu wa kuigusa. Labda pengine simu yenyewe labda inakaa na password kila wakati. Unaona? Na imeingia. Kwa hiyo yaani ninazungumza hapa, mpendwa unayenitazama, mtumishi wa Mungu, mwana wa Mungu, nazungumzia ubinafsi. Ubinafsi unaleta matatizo makubwa sana. So kisha tengeneza mazingira ya ubinafsi huo kwamba simu yako haiguswi, haishikwi na mtu, basi hata simu itakayoingia mtu ataidoubt. Naona? Taarifa zitakazoingia mtu ataidoubt,
tilia mashaka. Kumbe hakuna tatizo. Naona? Kumbe hakuna nini? Hakuna tatizo. Sasa labda mngekuwa mmejenga mazingira ya kwamba simu inaita hivyo. Basi kama iko karibu na mke wako, mwanamke anapokea. Napokea, mke wako anapokea simu. Au simu inaita, wewe mwanamume kama uko karibu na simu, imeita labda ni simu ya mwanamke wako, imeita, namba imeita. Sasa mwanamume unapokea simu ya mke wako. Naona? Maana hakuna mazingira ya ubinafsi pale. Kwamba usiguse simu yangu, simu yangu usiguse, simu yangu usiguse. Kwa hiyo mkitengeneza mazingira namna hiyo, basi mnakuwa mmekomboa jambo kubwa sana. Kwa hiyo ubinafsi unapotengenezwa unaleta na mambo mengine. Mazingira ya ubinafsi yanapowekwa, yanapoandaliwa hivyo, kaa hivyo, yanatengeneza kitu kingine kibaya sana. Kwa sababu wewe ulisema simu yangu hakuna mtu akuipokea. Kuna mtu anayepaswa kuishika. Kuna mtu anayepaswa kupokea simu yangu au kushika simu yangu. Sasa maana hata simu itakayoingia, mwanzo ataidauti, itaitilia mashaka. Kumbe usingefanya hivi, anapokea simu anakuta kumbe simu hii simu ambayo haina madhara, haina tatizo. Naona. Natolea tu mfano mmoja wapo wa simu. Lakini mambo ni mengi katika ndoa. Lakini pointi kubwa ni ubinafsi. Ubinafsi. Unaona? Binafsi. Nakuta mtu amemiliki, ana gari, hivi na hivi, mali kwa ujumla wake. Kama mwanamke anasema hakuna mtu kugusa hapa. Hivi ni vyangu, hiki ni changu, hiki ni changu. Yaani ile roho ya changu ni mbaya katika ndoa. Mbaya kwa mwanamke hata kwa mwanamume. Hiki ni changu, hiki ni changu, hii ni yangu, hivi ni vyangu, hivi ni nini? Hiyo ni ndoa au ni usanii? Kwa hiyo mimi binafsi Mungu alinikomboa kwa damu ya thamani mwanawe Yesu Kristo, na akaniondolea roho ya ubinafsi. Mimi na mke wangu tunaishi hivyo. Mali ya mwanamke ni ya mali yangu. Pesa ya mwanamke ni pesa yangu. Yaani sisi hatuna cha kwamba hii ni hela ya mwanamke. Huu ni mshahara wa mwanamke. Huu ni mshahara wangu usiguse. Hapana. Nakumbuka mimi ni mtumishi, nimeajiriwa, mtumishi wa Mungu pia bishop, lakini pia nimeajiriwa kama mtaalamu idara ya afya. Naona. Sisi ndio wale akinaruka. Nahubiri injili tukishona mahema. Lakini point yangu ni hii kwamba katika maisha yetu hatunaga kwamba huu ni mshahara wangu usiguse. Usiguse ATM card yangu hii. Watu wanagombana kutokana na matumizi ya ATM card. Ndugu yangu, ndoa sivyo ilivyo. Mwanamke anatangaza, sitaki kuona ATM card inaguswa. Mwambie mwanamke wake huyo. Mwambie mke wake huyo. Siguse ATM card yangu. Wala sitaki kuona unafahamu namba yangu ya siri ya kadi ya ATM. Sasa mwanamume unamficha mke wako ATM card na unamwambia sitaki uone na ufahamu namba yangu ya siri ya benki ATM card. Hiyo ni ndoa? Hiyo ni ndoa au ni hatari? Ukiugiwa ghafla mwanamume, ukifa ghafla ukaenda mbinguni ghafla, lote linaweza kutokea. Lakini huyo ambaye ni ubavu wako, tunasema mwanamke au mwanamume wanandoa ni bavu kwa ubavu. Sasa huyo ambaye ni ubavu wako mwanamke, unamficha ATM card, unamficha namba za siri za benki, za kadi yako hiyo. Huyo ni mwanamke au ni nani sasa? Ni nani sasa? Ubinafsi ni mbaya sana. Unamwambia mshahara wangu usiguse, sitaki wala ufahamu mshahara wangu. Kwa hiyo mwanamke ana mshahara wake, mwanamume ana mshahara wake. Wafanya biashara, mwanamke ana pesa yake, mwanamume ana pesa yake. Hizo ni ndoa hizo. Ni ndoa hiyo. Binafsi ni hatari sana. Lakini ndoa iliyo njema ni kwamba yote ni ya kwenu. Ninyi ni mwili mmoja. Mungu aliwaunganisha mwe kitu kimoja. Hakuna cha hiki ni changu, hiki ni changu, hiki ni changu. Mali zote, baraka zote ni za kwenu. Watoto ni wenu, mali ni ya kwenu, gari ni la kwenu, utajiri wa kwenu, baraka ni za kwenu. Yaani mnatumia yetu. Mnatumia neno hii ni yetu. Sio yangu.
Ubinafsi ni sumu sana kwenye ndoa. Ndoa nyingi zimekufa, zimepoteza mwelekeo kwa sababu ya ubinafsi. Tali sana. Watoto wenu wataishia kuwa yatima. Watoto ombaomba mitaani kama vile hawana wazazi. Kumbe wazazi wapo, ila kwa ujinga tu basi wamejikuta wamezaa watoto na kuacha mitaani hivyo. Watoto wanaanza kutafuta maisha, wanaanza kutafuta mahali penye usalama, kwa sababu familia tayari haina usalama. Haina usalama. Kila mtoto anakimbia atakapotaka, atakapoona kuna usalama. Kweli, hiyo ni ndoa hiyo. Na hitimisho kwa leo, ubinafsi ni sumu katika ndoa. Epuka ubinafsi. Amen. Mungu akubariki sana.